Vilio, majonzi na simanzi vimetawala kwa waumini baada ya mwili wa kiongozi na mwanzilishi wa kituo cha maombi cha Bikira Maria, Padri Felician Nkwera, kufikishwa katika kituo hicho kwa ajili ya ibada maalum ambapo anatarajiwa kuzikwa Mei 17 mwaka huu. Akizungumza na vyombo vya habari, Sister Eldina Michael ambaye ni msaidizi wa marehemu Nkwera amesema kwamba atapumzishwa siku ya kesho, na pia amezungumzia sakata la yeye kutengwa. Hizi ni ripoti kutoka jijini Dar es Salaam juu ya mazishi ya Padri Felician Nkwera ambaye amefariki dunia Mei 8 ya mwaka huu. Naomba nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyote kwenye kituo hiki cha sala za kuombea wagonjwa, ambapo baba mtumishi wa Mungu alikuwa anafanya kazi hiyo ya kuombea wagonjwa tangu ule mwaka wa 1969 akiwa padri wa mwaka mmoja. Mama wa Mungu Bikira Maria mtakatifu alimshukia akiwa huko Madunda ni huko Njombe parokiani, akimwambia, Felician mwanangu, nimekuchagua kwenda kuwaombea watoto wangu itakao kuwa nakuletea. Kwa sala zako, sadaka zako, Mwenyezi Mungu atawaponya hawa wagonjwa na wenye shida mbalimbali na wenye mashetani hali kadhalika wataponywa. Nami mama yako nitakuwa na wabariki kwa baraka zangu za kimama. Padri huyu mchanga, Father Felician Nkwera, ilimshangaza sana. Mambo yatakuwaje? Mama wa Mungu Bikira Maria mtakatifu alimwambia, nitakuelekeza siku baada ya siku la kufanya juu ya kazi hii, kwa kuwa mwanangu Yesu Kristu daktari ndiye mponyaji mkuu atakayekuwa na kutangulia kuwasaidia hawa watoto na kuwaponya. Wewe utakuwa chombo. Baada ya hapo, Father Felician Nkwera alishangaa. Watu walianza kumwendea mmoja baada ya mwingine wakiomba maombezi yake. Naye aliwauliza, nani amewatuma kwamba mimi naombea watu? Wale watu walikuwa kimwambia, tuombee kwanza, tutakuambia baadaye. Ndipo alipowaombea. Akishaombea shida zao zilikwisha, na wakitoka pale waliambizana mmoja baada ya mwingine, na ndipo wenye shida mbalimbali na matatizo walianza kumwendea wengi, na kisha wakawa maelfu na maelfu ya watu. Father, kazi ilipokuwa kubwa sana, alimwomba Mungu apatie wasaidizi wa kumsaidia kuombea watu. Katika sala zake alizoomba kuomba wasaidizi, Mwenyezi Mungu alimjalia wasaidizi wake, mmoja wapo akiwa mama au Sister Eldina Michael Ntandu, ambaye anaitwa mtendakazi kulingana na kazi anayoifanya hii ya kuombea wagonjwa pamoja na padri huyu. Padri amekuwa na vituo mbalimbali ndani na nje ya nchi, anaombea watu. Kituo kimoja wapo ni hiki hapa Riverside. Wengi wamezoea kusema kwamba Padri Nkwera ana kanisa. Padri Nkwera hana kanisa, ni padri mkatoliki na hana kanisa.
hiki ni kituo cha sala alipokuwa anaombea watu. Kituo cha sala kinachokusanya watu wote, wa dini zote, wa rangi zote, wa kabila zote. Kama vile hospitali ambapo kila mtu huenda kupata msaada wa tiba, hali kadhalika kituo au vituo vya sala za maombi ni sawa na hospitali inayokusanya watu wote. Kwa hiyo Padri Nkwera aliombea watu wote. Kazi yake inafahamika kwanza kutokana na matunda ya kazi yake. Anapoombea, maajabu yanayotokea kwa watu wanaoombea, miujiza yake inaenea duniani kote. Kwa hiyo kikanisa ilikuwa inafahamika kwamba padri huyu ni muombeaji. Lakini padri huyu, mazingira haya ya kusema kwamba anakataliwa au mnatumia neno kutengwa, si kila mahali padri huyo alionekana hivyo. Mahali pengine alipokwenda alipokelewa kama padri, lakini aliendelea kutii mamlaka ya kanisa kwamba asitoe huduma za kipadri za kikanisa. Walimkaribisha asome misa alipokwenda popote duniani. Alisema bado niko kwenye adhabu, kwamba siruhusiwi bado kusoma misa. Alikaa kwenye benchi kama muumini, akahudhuria misa. Kwa hiyo aliendelea kutii popote alipokwenda.